nikafungwa mshipi wa golden, nikavalishwa viatu ambazo zilikuwa za leather lakini zikafungwa na kamba mpaka hapa hivi kwa magoti. Mwingine akaninyanyua akanipandisha juu ya yule farasi. Aliponipandisha kwa huyo farasi, nikaona malaika wakishangilia wakisema, a mighty woman of valor, you are now free to go. Safari ikaanza. Hizo farasi zilikuwa zinaenda kwa kasi mno. Tukaenda sana. Nilipokuwa nikiangalia, huyo mwenye alikuwa mbele yangu alikuwa mtu mkubwa sana, amevaa nguo za kijeshi. Kwenye ile farasi alikuwa amebeba upanga wake ulikuwa unawaka moto. Ule wa mbele pia alikuwa amebeba upanga wake ulikuwa unatoa miale ya jua. Mimi pia nilikuwa nimepewa upanga wangu ulikuwa mweupe na ulikuwa una makali ya kiwili. So upanga huo nilikuwa tu nikiufanya hivi, inazunguka dunia mzima. Nikirudisha hivi inafika katikati ya dunia. So tukaenda. Tulipoenda tukafika kwa nchi fulani. Hiyo nchi tulipofika, nikaona makanisa nyingi sana za Kikatoliki. Katika mkono wangu huu wa kulia kulikuwa na kitu kama chupa. Nikaambiwa fungua. Nilipofungua ule chupa nikaambiwa miminisha. Nikimiminisha kwa yale makanisa yanayeyuka. Nikimiminisha yanayeyuka. Farasi akawa anaenda kwa kasi mno. Nikiwa ninamiminisha yale mafuta kwa makanisa yote ya Kikatoliki. Makanisa yote ya Kikatoliki yakayeyuka, yakakwisha duniani. Shantaraba. Yekarabazontara. Tukafika kwa nchi ya Amerika. Tulipofika kwa nchi ya Amerika niliona tu map. Kwenye ile nchi imeandikwa God cannot be mocked. Horiba kaintaraba kuntararaba. Rekabatsantororoba kantararaba. Kwa ile nchi nikaona marobot zinakaa kama watu. Hizi marobot zilikuwa zikichagua wanawake wa kuwaoa. Zilikuwa zinaoa wanawake wawili. Kuntararabazanta. Kukawa na usherati kiwango cha juu na marobot. Nikaona wamama wanang'ang'ania zile robot, wanazichukua na kuyapeleka kwa manyumba yao. Maandishi yanapita kwenye vichwa vyao. God cannot be mocked. God cannot be mocked. You see me, America. God cannot be mocked. Oriba kaintariba kuntara bakuntara. Nikiwa mahala pale nikaona nchi ambayo inaitwa Belgium na India zikaletwa kule Amerika. Kulikuwa na mashini zinatengeneza watoto. Binadamu wanatengezwa kwenye mashine. Mamilioni na mamilioni zilikuweko. God cannot be mocked. Hizo sauti zikawa zinasikika sana. God cannot be mocked. Nikaambiwa chukua. Nikachukua ile chupa tena. Nilipokuwa ninamiminisha kwenye zile vitu, zilikuwa zinakaa mashini zimekaa hivi, watoto wakiwa ndani. Zilikuwa zinalipuka, zinapasuka. Watoto wale wanayeyuka, wanakuwa kama makaratasi. Upepo wa kisolesole ukakuja,
nikakomea juu zote. Nikasikia sauti, God cannot be mocked. Hiyo nchi Amerika ikashikwa na yule mpanda farasi wa kwanza. Akaikunja Amerika, akaikunja ikawa kidogo hivi, ikatupwa kwenye ziwa la moto. God cannot be mocked. Oriba kuntara raba kunterereba. Nikaona Australia, yule mtu ambaye alikuwa kwenye lile farasi ya kwanza, akaichukua akaifinya. Haikumalizika, ikabaki kidogo. Akasema God cannot be mocked. Oriba kuntara santa. Nikaona nchi ya Nigeria tena, yule mpanda farasi wa kwanza akaishika Nigeria, akaikunja hapa chini. Akaifinya, ikawa inatoa maji kama ya sewage na uvundo mwingi sana. Nikasikia sauti, God cannot be mocked. Oriba kuntara raba. Ye karaba boseke rianto robosaka. Ye keriba zoko mekaintariba bazaka. Reke mezentara raboseke ntaraba. Oriba kuntara raboseke ntaraba. Ye keriba bazeke rikantara raboseka. Nikaona nchi ya Kenya mara tena. Nchi ya Kenya ikachukuliwa, ikafinywa pale chini, ikashikana ikawa kama fimbo, ikanyanyuliwa juu, ikazungushwa, ikasikia sauti kisema, why are you stupid Kenya? Oriba zeke riba bazanta. Nilikuchagua Kenya, nikakuita ili kwamba ukaweze kuleta uvivu. Mbona umecheza na meme? God cannot be mocked Kenya. Reba zaka ya ntara rabo. Ye karimazo ntara rabo zekarianda. Reka maizo ntara rabo zekentara raba. Ye kerima mazanto roba kuntara. God cannot be mocked. Rikanta. Ulipomaliza hiyo safari, tukaenda kwa kasi, tukizunguka dunia mzima. Yule farasi wa kwanza yetu alikuwa anatuelekeza njia. Tukafika sasa tena kwa madhehebu kubwa kote duniani. Yule mpanda farasi wa pili alikuwa na chombo kama mpira hivi. Alikuwa akitoa kwa mkoba, akiwekelea kwa yale makanisa yanayeyuka, yanakuwa majivu. Tukazunguka kote ulimwenguni, yale makanisa yakawa majivu kila mahali. Majivu. Makanisa yamekuwa majivu. Ole enyu nyinyi wapumbavu ambaye mulenikataa, mukanitukana, mukanikanta rabakanda. Ayo makanisa ni makambe, ninayapeperusha sasa, yamekuwa majivu. Ulipotoka pale sasa, nikaona tukiwa kwa yule mpanda farasi wa kwanza, hatukukuwa tunatembea sasa duniani, tulikuwa kwenye anga. Tukazunguka dunia mzima. Mara ya
kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, ya tano na ya sita, ya saba baragumu ikalia. Malaika wakaanza kushangilia, wakasifu wakisema haleluya, Hosanna, Hosanna in the highest. Haleluya, haleluya, Hosanna, Hosanna in the highest. Ghafla nikaona hapa duniani, watu wanachukuliwa. Ilikuwa ni watu wachache sana sana, hesabu yao haifiki 50. Ole yenu dunia ambao umefanya mioyo yenu kuwa migomo. Ole wenu dunia ambao mmenikataa mimi. Tazama nacho upese kumlipa kila mtu kazi aliyoifanya hapa duniani. Walipokuwa watu wakienda, nikaja hapa kanisani tukiwa tuna wale wapanda farasi. Ole wetu kanisa, watu waliokuwa wanapaa ni wachache mno. Wengine walikuwa pale langoni la kwanza, wachache tu wakanyakuliwa. Wengine walikuwa hapa kwenye madhabahu, wachache tu ndio walipaa. Ole wetu kanisa siku ya leo. Mbona tunamuudhi Bwana tena? Mbona tunamuudhi Masihi tena? Riba kuntararaba kunterereba, yekaribazo kontararaba, yekerimazo ntararabo zekeriandaba, yekerima mazoko mekenta. Nikaingishwa kwa lango fulani, nikaona kikundi cha ibada na sifa. Lile lango lilikuwa nyembamba mno, wakawa wanaitwa majina yao moja kwa mwingine. Wengine walikuwa wanaingia kwenye lango hawatoshei, wanafinyika upande moja. Wanaingia wakiwa sio watu kamili, wamekuwa na sura nusu. Wengine vichwa zilikuwa zinafinywa, wengine walikuwa wanafinywa mguu mmoja unakuwa mwembamba, wengine walikuwa wanafinywa mkono unakuwa mwembamba, wengine pia walikuwa wanafinywa tumbo inashikana na mgongo. Walikuwa wanaingia kwenye lile chumba, vitabu vinafunguliwa, wakasomewa matendo yao. Wengi walikuwa wanatoka wakilia. Wengine ambao walikuwa wamefaulu walikuwa wanatoka wakishangilia na kuruka na kupaa. Walipaa wakaenda, wakaunganika na malaika katika kusema haleluya, Hosanna. Waliimba kwa muda, waliimba kwa muda. Wale ambao walikuwa wamefinyika walichukuliwa kwenye chumba, wakachapwa sana, wakatumbukizwa kwenye mafuta mara tena, wakaambiwa warudi kwenye lango. Waliporudi kwenye lango, walikuwa wanapita sasa majina yao yakiwa yanatajwa. Wakatoka wakiwa wana furaha, waliimba walipokuwa wanatoka upande wa pili, lakini hawakuwezeshwa kupaa. Ndio majina yao yalipatikana, matendo yao yakasomwa, lakini kupaa haikuwezekana. Oriba kuntara na boze kentara, rika mantororobo zakarianta. Nikamuona mtume mahala hapa. Kwenye madhabahu kulikuwa na kisima cha mafuta.
mafuta yaliyokuwa yanamiminika kutoka juu akatumbukizwa ndani. Alikuwa amevaa mavazi meupe sana. Kichwa chake kilikuwa kinang'aa kama jua. Alikuwa na macho kama miale ya moto. Kifuani pake kulikuwa na nyota zing'aayo sana. Mkononi mwake alikuwa ameshika fimbo. Kichwani kwake kulikuwa na umande. Nywele zake zilikuwa zinameremeta. Mtumishi wa Mungu alikuwa anameremeta. Kwenye mafuta haya alikuwa anaingia, anawaita watu, njooni mumuonje Bwana, njooni mumuonje Bwana. Watu wanakataa. Akawa anashangaa, mbona watu wanakataa kumuonja Bwana? Akaita, njooni mumuonje Bwana. Watu hawakuji. Njooni mumuonje Bwana. Watu hawakuji. Yale mafuta yakamiminika. Akaingia ndani ya kile kisima cha mafuta mpaka hapa shingoni mwake. Akawa sasa anabubujikwa na machozi. Akalia kwa huzuni mwingi sana. Akalia. Akasema tena, njooni muonje upendo wa Bwana. Hakuna wae yote aliyetokea. Hakuna wae yote aliyesonga. Hakuna wae yote aliyesikiliza yale maneno. Hakuna wae yote aliyemakinika. Akalia tena. Akasema, njooni muonje upendo wa Bwana. Watu wawili wakaja. Akaangalia kwa huzuni sana. Akashangaa, mbona watu hawaitikii mwito? Akasema tena, njooni muonje upendo wa Bwana. Wakaongezeka watu wawili. Ndani ya moyo wake akahuzunika. Akanung'unikia Bwana. Akamwambia, Bwana, haiwezekani niwe nafanya kazi ya bure. Hawa ni watu ambao nawajua. Hawa ni watu ambao nimetembea na wao. Hawa ni watu ambao nimefanya kazi kubwa kwa ajili yao. Mbona Bwana? Roho wa Bwana akanena akamwambia, kazi sio yako, ni yangu. Mbona wanong'onika? Wewe unaweza kumuokoa mtu. Wewe unaweza kumuokoa mtu. Mimi naokoa jinsi nitakavyo. Namteua mtu jinsi nipendavyo. Natenda kazi na mtu jinsi nipendavyo. Nawapa watu vipawa jinsi nipendavyo. Ninatenda kazi jinsi nipendavyo. Haiwezekani kamwe wewe kunipanga. Riba kuntara bakunterereba. Reke mezanto riba kuntara rabojanda. Mtumishi wa Mungu akalia sana. Akasema, Baba nisamehe. Msamaha ukaachiliwa. Akasema tena, njooni muonje upendo wa Bwana. Waliopatikana ni 10. Oriba kuntara bakunterereba. Ye karikanto riba kuntara rabozekerekenta. Rekamazontara bukantara rabozekentara. Ye kamizanto riba kuntara rabozekerikanta. Roko mezanto riba kuntara rabozekentaya. Orikantaraba. Ye karamazontara.
Yekeremazontara. Ghafla nikaona malaika wadogo wakashuka kwenye hekalu, ikawa wanawaguza watu vichwa, watu wakaanguka chini, wakalia sana katika toba, wakatubu sana. Wale malaika wakawa wana kazi kubwa, wakafanya kazi kwa muda mrefu. Hatimaye kukapatikana na watu kiasi kiwango ambao sitawapa hesabu yenyu siku ya leo. Rekamanto robo kontara bakintara ya kariba kuntara rekamazon taraba kuntara. Au malaika wakaamrishwa hakuna kutoka mpaka kupatikane na hawa watu wote. Hakuna kutoka. Wale ambao watakataa watatolewa kwa lazima, lakini hakuna kutoka siku ya leo. Bwana yuna haja nanyi. Bwana yuna haja nanyi. Anawahitaji sana sana. Ndio maana amewakusanya, amewaleta. Ndio maana anashughulika nanyi. Ndio maana ameshuka sasa ili kwamba akaweze kutenda kazi. Rikamantara bakunterereba. Yekarimazontara bakuntara rabajanda. Yekaribazon kuntara raba. Yekaraba kuntara rabazo kuntara raba. Yekamazonta raba kuntara. Alafu wale farasi wakaja tena hapa kanisani. Nikiwa tu mimi ni wa nyuma kule kwenye farasi. Farasi ambaye alikuwa wa brown. Tukazunguka kanisani. Tukazunguka. Farasi wa kwanza akasema, hatimaye wamepata kibali. Tukatoka kule nje kwenye fenza. Tukawa tunazunguka na kufyeka vitu vya ajabu ambazo sikuzielewa, sijawahi kuziona. Moyo wangu jawahi hata kuzikusudia. Lakini tuliyafyeka kwenye fensi yote. Tukabomoa majengo yaliyo hapo karibu ambaye yamezunguka compound. Tuliangusha yote chini. Tukiwa tu farasi watatu. Watu watatu pale juu. Tumebomoa hizo manyumba zote. Tukaingia pale 64 secondary. Oriba kuntara bakunterereba. Kuna majumba. Farasi wa pili akatoa yale mipira, akawa anaekelea kwenye hizo pazi na lipuka. Kumekuwa na mlipuko mkubwa kwenye maeneo haya yote. Mataifa wameshangaa kwa sababu ya huyo mlipuko. Watu wamekimbia kuokoa maisha yao. Ni kwa sababu ya mlipuko mkubwa ambao farasi huyo na mpanda farasi ameyatenda katika maeneo haya. Kumelipuka katika mji. Katika mji umelipuka. Katikati ya mji kumelipuka. Vitongoji vyake kimelipuka. Langas kumelipuka. Kapsoya kumelipuka. Kamkuji kumelipuka. Mailine kumelipuka. Milipuko. Farasi wa pili anatenda kazi kwa uhodari, kwa ushujaa, pasipo woga, pasipo wasiwasi, pasipo haraka. Mji wa Eldoret unalipuka. Rikantara bakuntara rabakunterereba. Yekamikato riba kutara rabakunta.
Yeka mikato riba kuntararaba kuntararaba. Yeka mikanto riba kuntaraba kuntararaba. Yeka maizon toriba kuntararaba izo kuntara. Yeka maizon tararaba. Wale farasi tukawa tu tunaandamana pamoja na tukatoka katikati ya mji. Malaika wakaja wengi sana, wakatulaki wakisema, enyi hodari wa vita, kazi imeanza, hakuna kuchoka, hakuna kulala. Enyi wapanda farasi, nimewapeleka safari duniani kote kote. Kazi imeanza, kazi imeanza. Wapanda farasi sasa ni kuondoka. Huu ni muondoko ambao hautakomeshwa. Huu ni muondoko ambao hautazimishwa. Huu ni muondoko ambao hautakomeshwa. Huu ni muondoko ambao hautazuiliwa. Wapanda farasi, sikilizeni. Siku ya leo ninawavika nguvu. Ninawavika nguvu mara tena. Kila kisichotokana na Bwana kinaharibiwa. Na watuma mukaharibu. Mukaharibu kila chochote kile ambacho hakitokani na Bwana. Mukakiharibu kwenye dunia nzima. Mukaiharibu kwa mataifa ambayo yamekuwa yakijigamba. Ole wao wanajiita super power. Hizi nguvu ni bure. Nguvu zao ni ovyo. Nguvu zao ni makapi. Wapanda farasi, ingieni kwenye kazi sasa. Mukazi haribu. Hizo nguvu zao na yeyusha. There is no superpower in this world. There is no superpower in this world. There is no superpower in this world. Zile farasi tukaelekezwa sasa kwenye malango makubwa. Tulipokuwa tukiingilia, malaika walikuwa wakishangilia. Akaniambia, cheer up, cheer up. Woman of valor, cheer up, cheer up. Welcome home. Welcome home. A woman of valor, you have done it. You have done it. Nimemalizana. Nimemalizana na vitu vya kikatoliki. No more Catholicism in this world. Tukashuka. Yule mpanda farasi wa kwanza akashuka. Nilipomtazama, alikuwa anapendeza. Alikuwa mkuu sana, anang'ara. Macho yake tena yalikuwa kama miale ya moto. Nikashangaa, kumbe ni wewe. Akaniangalia kwa macho ya upendo. Akaniambia, karibu mwanangu. Nakupenda sana sana. Je, wajua nilikuchagua kabla ya misingi ya dunia? Kabla nchi dhibitike nilikuwako. Na tulikuwa pamoja na wewe. Je, una habari hizo safari ulikuwa unazikwenda kabla ya misingi ya dunia? Je, una habari kazi ulianza kitambo mno? Je, una habari? Akatabasamu akaniuliza tena,
binti, una habari ya kwamba hizi safari ulizianza kabla ya misingi ya dunia? Je, una habari? Nikawa namtazama kwa mishangao. Yaani inawezekanaje kabla ya misingi ya dunia? Nikawa najiuliza kama kukukuwa na midunia, kazi nilikuwa naifanya vipi? Akaniambia usijiulize maswali. Kazi ulianza kabla ya misingi ya dunia. Akatabasamu tena, akaniinulia mkono, akaniambia, mwanangu, njoo. Kwa haraka malaika wakaja wakaninyanyua, wakanitoa kwa yule farasi. Wakanitoa kwa yule farasi wakiwa wamejawa na upendo. Wakaniambia, unaheri wewe, unaheri wewe. Sisi tumekuweko hapa kabla ya misingi ya dunia. Hatujawahi tunukiwa jinsi ambavyo wewe umetunukiwa. Unaheri wewe, unaheri wewe. Amesema uende, unaheri wewe. Malaika wengine wananipigia magoti, wengine wanalala kifudifudi, wengine wanashika mavazi yangu ambaye yalikuwa marefu mno. Wananiambia, heri wewe, heri wewe. Tumetamani nafasi kama hii, hatujawahi kuipata. Sisi tumekuwa watumishi tu. Amesema uende, amesema uende. Nikatindikizwa na jeshi kubwa la malaika. Nilipokuwa nikisonga, Bwana Yesu naye anasonga. Nikisonga tena anasonga. Ghafla malaika fulani akanishika miguu, akanivua zile viatu za kivita, akanivalisha viatu vyepesi mno. Nilipokuwa tu nikikanyaga mbele, ninaenda hatua ya mbali mno. Ya karimanto ribaka. Nikaenda. Malaika wanasema, unaheri wewe, unaheri wewe. Tumetamani hatujawahi kutunukiwa. Amesema uende. Wakawa wamenisindikiza sana na ulinzi mkubwa sana. Ilikuwa inashangaza. Nikaenda. Kwenye lango Bwana Yesu akaniinulia mikono. Mara ya kwanza akanikumbatia. Akasema, mwanangu, njoo. Karibu nyumbani. Sikuweza kustahimili. Nikaanguka miguuni pake. Ikawa tunabubujika machozi ya furaha. Ni pale, kuna pumziko pale. Miguuni pa Yesu kuna furaha. Miguuni pa Yesu kuna amani ya ajabu. Nikakaa pale kwa muda. Akaniinua tena, akaniambia, mwanangu, karibu nyumbani. Karibu nyumbani.
ghafla nikaona tu mwanga wa ajabu. Mahala pale kulikuwa kuna meremeta. Sifa zikaanza. Si kuna sifa mbinguni nyinyi. Yani malaika wanasifu. Wanasifu for the first time. Nikaketishwa karibu na Yesu. Kando yake akaniambia tena, karibu nyumbani. Sifa zikaendelea. Sifa za ajabu. Malaika makundi. Tukatoka pale tukatembea. Tukiingia tu kwenye ibada za sifa, malaika wanasifu. Wengine wananishika hivi mavazi wananiambia, unaheri wewe. Wengine wakiniambiwa unaheri wewe. Unaheri wewe. Unaheri wewe. Unaheri wewe. Wanainua mikono wanasema, unaheri wewe. Unaheri wewe. Tulipotoka mahala pale, tukarudi tena hapa kanisani. Bwana Yesu akasema ya kwamba nalipenda hili kanisa. Hili kanisa ni kanisa langu. Hili kanisa nina mpango nalo. Hili kanisa ninahitaji tu jambo moja, utakatifu. Utakatifu tu. Itawasaidia ili mimi nikaweze kutembea pamoja na mkiwa watakatifu jinsi nilivyo mtakatifu. Hamjaona bado, hamjaona zile kazi ambazo nimekusudia kutenda nanyi. Hamjaona. Hamjaona bado nyinyi. Hamjaona. Hamjaona ninyi. Mbona mnataka kuwa watakatifu? Nahitaji tu utakatifu ndani mwenyu. Mavazi yenu yawe matakatifu. Mioyo yenu yawe mitakatifu. Nyumba zenyu zijawe utakatifu. Kazi zenyu zote ziwe takatifu. Ibada zote mtakazo zilete ziwe takatifu. Je, hamkuwahi kusikia ya kwamba mimi ni mtakatifu? Je, hamkuwahi kusikia ya kwamba pasipo utakatifu hamtaniona mimi? Je, hamkuwahi kusikia ya kwamba mimi ni mtakatifu? Je, hamkuwahi kusikia ya kwamba mimi nimezingirwa na kujawa utakatifu na mimi ni mtakatifu? Ninakaa mahala patakatifu, nimezingirwa na utakatifu, mazingara yangu ni takatifu. Je, hamna habari? Mbona mnaleta mchezo? Mbona mmekuwa wakaidi? Mbona mmekataa kuwa watakatifu nyinyi watu? Leo ni onyo la mwisho. Yule ambaye atakataa utakatifu nitamtema. Yule ambaye atakataa utakatifu nitamtapika. Yule ambaye atakataa kuwa mtakatifu nitaachana na yeye. Kazi ni nyingi sana. Nimemuona mtumishi wangu, nimemzungusha duniani kote. Kazi bado haijaanza. Nanyi mnacheza, mtaki utakatifu. Mko na maneno na vijisababu na vikwazo.
Mnafikiria ya kwamba pasipo utakatifu mtaniona mimi? Siku ya leo sikieni. Hili ni onyo la mwisho, na liwe la mwisho kabisa. Pasipo utakatifu mahala hapa hakuna ibada. Hamjaona bado? Nitakuwa hata ninawazuilia kabla hata mjaanza safari. Wasio watakatifu, sina hesabu yenu, sina shughuli zenu, sina kazi yenu. Nimewapembeleza vya kutosha. Nimewapembeleza vya kutosha. Nimekuwa mpole vya kutosha. Mara nyingi nimekuja nikivaa sura ya rehema. Mumeichezea hiyo rehema. Nawaambia ya kwamba niko na sura ya pili, sura ya kazi. Nikivaa sura ya kazi hamtapenda. Kwa hivyo nawaambia wanangu, nawapenda mno mno. Singalipenda mtu awaye yote apotee. Singalipenda mtu awaye yote aachwe nyuma. Na wasihi kwa upendo, kwa upole, kwa rehema, ya kwamba zingatieni utakatifu. Mimi siitishi mapesa zenyu, siwaitishi mali zenyu. Ninadai utakatifu. Na utakatifu pasipo upendo, yote itakuwa ni bure. Zingatieni utakatifu, zingatieni upendo. Mimi Bwana wa majeshi nasema. Asante Bwana. Asante Yesu. Kanisa mmesikia? Mmesikiza vile Bwana anavyosema. Kila mtu asema naenda dakika kidogo. Shukuru Bwana kivyako. Seba babu. Litala kuntari maya ndo siba. Litala sindara liantura. Masiliando siba.
Mungu wa rehema, we just honor you, Father. We just honor you, my Lord. Asante Bwana. Asante Bwana. Camera mixing, you endelea your work. Microphone, where is the microphone? Upendo na uvumilivu kwenu. Mbona ni mikate tu, lakini hamuna haja na mimi, hamuna haja na mimi. Ni mimi ninayepeana mikate, ni mimi ninayepeana mikate. Kaya basanta raka ya tabori kaya. Hatari kaya babaya bakanta sikatara boyanta rikata. Son, it really pains my heart. It pains my heart. It pains my heart. It pains my heart. Inaniumiza moyo. Inaniumiza moyo kuona kanisa nzima hivi wamekuja ni kwa ajili ya mikate. Na hawana haja na mimi, Mungu wao hawana haja na mimi. Son. Till when, my son? Till when? Until when? Lini, my son? Hadi lini? Watanifanya hivi? Hadi lini? Hadi lini watanifanya hivi? Nimekuwa mvumilivu kwao, nimewapa muda, lakini bado. Kaya tarabosita. My son, if you will permit me, ikiwa utaniruhusu hata sasa ninavyonena mimi Bwana Mungu wenu, hata sasa nipo tayari kuwatoa nje. Nipo tayari kuwatoa nje. Nimechoka kudhihakiwa. Nimechoka kudharauliwa. Nimechoka mwanangu, nimechoka. Ninasema nimechoka mwanangu, nimevumilia ya kutosha. Maana ninaona mioyo yao imejaa weusi, imejaa giza. Hadi lini? Nivumilie hadi lini mwanangu? Nivumilie hadi lini mwanangu? Niambie, nivumilie hadi lini?
Kila mara ninapoachilia upanga juu yao, unasema ni warehemu, ni warehemu, ni warehemu. Ndiyo rehema niliachilia, lakini sasa imezidi. Imezidi, imezidi mwanangu, imezidi. Imezidi, imezidi. Imezidi. Na ninaomba ikiwa utaniruhusu hata sasa nitawatoa nje. Nitawatoa nje, nitawatoa nje. Nitawatoa nje kali yangu, nitawatoa nje. Nitawatoa nje. Nitawatoa nje. Maana nimechoka. Nimechoka, nimechoka. 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 Msamaha Bwana. Msamaha wako Jehova tunaomba. Baba, naomba rehema mara tena. Uturehemu sote tulio wenye dhambi. Tusamehe sote Bwana makosa zetu, jinga wetu, uovu wetu, my Lord. We repent, oh Father. We repent, Lord. We repent, oh Jesus. Another chance, Lord, for us. Father, another chance. Tusaidie Bwana kwa utakatifu. Damu ya mwanao Yesu ituoshe. Yesu mwana wa Mungu, damu yako takatifu itusafishe. Maovu yetu na madhambi yetu yakaondolewa kwa mfanyiko wa damu yako Yesu. We pray that Lord you have mercy on us. We are still in your presence, Lord. We hear your voice, we hear your word. Lord, we hear you, we hear your voice. Your mercies, Father. Your mercies, Lord. Thank you for being merciful. Asante maana Bwana ungali wa rehema. Ni kweli watu wamekate tuko wengi. Ni kweli watafuta muujiza hapa wako ni wengi. Tusaidie Bwana. Mioyo yao ikageuka wakazingatia kutafuta uso wako zaidi ya muujiza, zaidi ya mikate. Baba, tumenyenyekea. We pray that thou, my Lord, grant us, Lord, a fresh walk tuanze tena vema. Tuone tena wema wako. Kanisa, kila mtu jiombee. Mwambie Mungu sio mikate. Na kama ni mikate ulitafuta, mwambie Mungu, I change my mind. I will desire you, Lord. Mwambie Bwana kwamba nafanya toba. Toba ni kwamba umtafute Mungu zaidi ya mikate. Kwamba Mungu, leo hii ninabadilisha mwenendo wangu na mtazamo wangu. Kwamba nitakupenda Mungu, nitakuishia ewe Mungu. Ni wewe tu pekee ewe Bwana. Kwamba wewe watosha. Mikate ndiyo tunahitaji. Lakini maandiko yanasema mtafuteni kwanza Mungu, ufalme wake Mungu na haki yake, na mambo haya mengine yote mtaongezewa. Lakini mafundisho na jinsi tumeenenda ni kwamba wengi tumetafuta mambo ambazo Mungu anatufanyishia zaidi ya yeye mwenyewe. Mikate, muujiza, baraka, lakini hatujamtafuta mwenye kupeana baraka. Mwambie Bwana, kuanzia leo
nabadilika, ninatubu, naamua nikufuate wewe Mungu, nikupende, nikuishie maisha yangu yote. Baraka Mungu akapeana ndiyo atakupa, lakini tusiwe watafutaji mikate. Tumtafuteni Bwana, mtafuteni Mungu maadamu anapatikana. Oh Jesus my Lord. Ndio ombi lako Samuel, umetoka mbali, umetoka Ulaya, umetoka ughaibuni. Let your coming be because it's God. Those are the things he'll add to you. But may the utmost and the ultimate be the seeking of God. Asante Bwana. Asante kwa kusema nasi. Asante Bwana kwa usemi wako. Asante Bwana kwa unabii. Sauti yako Mungu tumeisikia, tunanyenyekea. Naomba Bwana ikupendeze madhabahu haya. Utawapata watu ambao kinyakua kanisa. Upate idadi kuliko hiyo. Upate watu walio waaminifu. Naomba Mungu utumie madhabahu haya katika uvuvu ambao Bwana umesema. Naomba wengi wakavutiwa na maji haya. Wengi wafanywe wavutiwe Baba na mahubiri. Wavutiwe na asali yako mali hapa. Naomba Mungu ufanyisha wengi wakavutiwa na neno hili la uzima. Kwamba Bwana wakawacha kula takataka, waje wakunywe maji masafi. Naomba mafuta yako ulionitia isienende bure. Iwe ni mafuta yaliyo na kazi. Ifanye kazi ya kuleta watu wako katika ufalme. Tusamehe bayana yetu ni watu ambao wanayafunika maovu na madhambi yao, na bado wangelitaka kushiriki meza yako. Naomba Mungu Baba kwamba Roho wako Mtakatifu kamruhusu akazihukumu mioyo katika hali yako. Haukutubu Baba, tusienende katika hali ya kukufedhehesha na kukudharau. Tusidharau meza yako. Umetutenda mema kuanzia asubuhi, unatuosha, umetusafisha. Tusaidie kwamba mioyo yetu iweze kupokea neno lako na tukabadilika, tuna mabadiliko yaliyo kweli. Tunakutegemea, tunakutazamia Bwana. Tenda nami jinsi umeahidi Bwana. Nisaidie moyo wangu usivunjike. Nisaidie Bwana nisikate tamaa. Wengi mahubiri haya na wakwaza. Wengi mahubiri haya na wafukuza. Maana hawawezi kuyastahimili. Ni mikate na baraka. Lakini Bwana kuna wale ambao unawatuma, ambao kweli wakasaidika, wakabadilika. Naomba Bwana msamaha kwa ajili ya kukwazika ama kukwazwa. Kulalamika kwa ajili ya watu ambao ni wagumu. Ni kweli Mungu wewe ni mwenye uwezo, ukatenda jinsi upendavyo. Rehema zako kwetu kama kanisa. Vita dhidi ya madhabahu na kanisa lako. Vita hivyo Bwana uitetee, ukaipigania kanisa. Ukawapiga maadui wa kazi yako. Wawe ni wachungaji, maaskofu, manabii, mitume, maarchbishop ambao Bwana wanapiga madhabahu yako. Wakuu wa serikali, watendakazi wa serikali, wanasiasa, wachawi, watu matajiri, waabudu mashetani, vikosi vya watu Freemason na Illuminati. Baba Mungu, mkono wako ulio hodari ukawasambaratisha wote. Naomba Bwana kwa madhabahu haya bado utapata jeshi la watakatifu ambao ukawatumia kwa ajili Baba ya uvuvuo. Ukasema kazi ingali sehemu zinginezo duniani, nchi zinginezo, miji mengineyo. Naomba Mungu nipe wafanyikazi, watenda kazi, watu watiifu, watu waaminifu, watu wa kujitoa, ili uvuvuo wako ufike maeneo yote. Asante Bwana. Asante Mungu. We love you, we bless you. In Jesus' name.
Amen. Okay. Bwana asifiwe. Tusimame kidogo. Kila ambacho Roho wa Bwana ananena sio urongo. Mikate ndiyo watu mnataka, lakini sio wengi na sio wote ambao mngelitaka kufanya usuhuba na Mungu. Mikate inamaanisha muujiza, a miracle job, miracle husband, miracle wife, miracle house, miracle passport, miracle visa, miracle pregnancy, someone you want a miraculous deliverance. Shida zikuishie. We want things, nataka vitu kwa Mungu. Lakini sio wote ambao wameenda zaidi ya muujiza. Tutoe macho yetu, tumwangalie mwenye anapeana hizo muujiza. So first things first, wewe na Mungu, because as a pastor I know kuna watu hapa ambao nawajua tu. But Mungu anaona mioyo, labda mimi sitaona zaidi hapo. Na chenye nanihuzunisha ni kwamba rapture ikitokea, ndio naona natinga pale countdown to itafanyika. But most disappointingly ni kwamba not all of us are ready for rapture. Kunyakuliwa kanisa itafanyika ya hakika. If it happens today, utakuwa wapi? Utabaki? Yaani tuangalie tu kanisa peke yake hapa. Ni Mungu huyu anaongea kwamba kutabaki. Yaani ni wachache tu wamenyakuliwa walienda, ni wachache tu. Hao wengine wakabaki. Rapture ni kunyakuliwa kanisa, yani kwenda mbinguni. Na hiyo hainanga notice. Ujio wa Yesu mara ya pili ndio itakuwa na parapanda. Parapanda ambayo itasikizwa na watu wote. Hao ambao in case rapture ifanyike na ubaki, lazima utafanya bidii sana. Na hiyo bidii utaifanya pasipo neema ya Mungu. Hakutakuwa na neema. Hakutakuwa na neema. Hii mikate ambazo tunataka muujiza zitakuja kuishi, amina, zitakusaidia kwenda mbinguni. Baraka ya mtoto, baraka ya nyumba, baraka ya mume, those are things ambao Mungu hajakataa wewe kupata, lakini Mungu anataka moyo wako uwe mwaminifu kwake. Wengine wetu Bwana alia kwamba tuna mioyo meusi bado. Hamuna upendo. Tuna mioyo ya giza. Ndio sauti ya Bwana. We have dark hearts. Na Yesu asema na amesema kwamba ni heri wenye moyo safi ama mioyo safi. Maana ni hao ndio watamuona Bwana. But blessed are the pure in heart, for they are the ones who shall see God. But how many of us have a pure heart? Madhambi bado tunafunika. Bwana asema ninawapenda, anatupenda, nitawapea vitu. Lakini ni mpaka lini nawapenge vitu, lakini mioyo yenu mnapea shetani. Because a dark heart belongs to darkness, to the devil.
Mungu aturehemu sana. I can only do my part ya kufundishana. Na si urongo hii madhabahu. If data ingerudishwa laini, hesabu za watu ambao ndakana wao washirika wa madhabahu haya ni watu karibu 10,000. Idadi kubwa ya watu ambao wamekuja hapa kuanzia huduma hii ilipoanzishwa ni watu wanatafuta mikate. They come from churches, makanisa duniani mbali, and they come here for miracles. But wakishazipata, they walk with God for a few moments, then they go back to the world. Wanapata muujiza kisha wanatembea na Mungu hatua kidogo, then they wanarudi duniani. Na unajua huwa inavunja moyo wa mtumishi wa Mungu. It is true, nimewahi complain, nimewahi lalamika sana. Pako nasikia sometimes wite ile mwambie Mungu ile muujiza uliwapatia chukua. Because watu hawa hawajengi kanisa, hawafadhili huduma, mali yao na pesa zao wanatumia kwa nani? Kwa matendo za dhambi. People get jobs, then they go back serve the devil. Wadada naomba hapo wanapata waume, kisha wanaenda kuishi nao katika dhambi. But leo umesikia sauti ya Bwana. Tunaweza toba ni ile kubadilisha moyo wako na mtazamo wako. Uenende katika mtazamo wa kiungu. Those of us who are pastors, mesha Mungu hajakukataa. Paka unasikia hata Mungu anataka kuwatoa tena. Revival imeanzia kanisa. We have revival hapa, but kabla ya revival ona toba. Tunafundishika, lakini Mungu anasema mbona mnafundishika kila mara? You are taught, you go back to the same sin. Unatubu, unafundishwa tena unafanya makosa. Na the simplest ni ya mavazi. Is the simplest. Kama uwezi fanya mabadiliko ya mavazi na Mungu amekupa pesa na Mungu aitii vitu ngumu, nivae tu shati mzuri na longi mzuri kwa mwanaume. Utengeze nywele zako ziwe nzuri mwanamke. Uvae mavazi ambazo ni nadhifu kwa mtu mwanamke. Tafuta tu rangi, sema hii sitaki, nataka rangi hii, chukua rangi hii. Then umalize ya mwili. Sama basi mkumbali kama ya moyo, kama tu utiifu wa mavazi imekushinda. Yani kudili na mwili. Sasa roho yako je? Ndio maana huwezi muona Mungu. Because your body is the simplest. Sasa kuna ya nafsi ambako anaongelea mioyo iliyo chafu, iliyo na giza. Alafu kuna watu roho zao sasa zimekuwa roho zao pia imeenda mbali na Mungu amependa kwa shetani. So man is a spirit that possesses a soul and that lives in a body. Mwanadamu ni roho aliye na nafsi na anaishi ndani ya mwili. Nafsi, mwili na roho lazima ziwe na utakaso na sharti ziwe na utakatifu. Ndipo wale ambao sisi ni watumishi wa Mungu, hapo watumishi, majority of you ni watumishi. Tulikuja leo kwa ajili ya kufanyishwa sherehe ya kuwekwa wakfu vipawa, being revived, being renewed. So kuna hali unatumika, kuna vile Mungu anakutumia. So that's very sad. But also we thank God, ni yeye atuambie mambo zetu kama tungali hai. Angalau unaweza jirekebisha. Msiende kwa manabii wale bandia. Msiwafuate wale manabii wabaya. Msienende zile makanisa za wadanganyifu. Msienende zile masinagogi za mashetani. Msishiriki vyakula vya mapepo. Msishiriki meza za mashetani. Shirikini meza ya Bwana. Maana dunia hii itaisha. Na hasira za Mungu kwamba anakasirika mpaka anaharibu makanisa ambazo zinaharibu watu.
Niliwaambia makanisa Mungu atazihukumu. Nchi ambazo hizo nabii mmezisikia, ambazo singependa kuyarudia. Amerika kuhukumiwa, nchi za Europa kuhukumiwa. Na ni kweli hizo matendo ziko saizi kuna wanawake wanaoa. Niliwaambia last week, last month, uvumbuzi wa mitambo, sex toys. Na saizi kuna sex robots, kuna wanaume ambao ni robots unawaoa. Watoto wanakuwa manufactured. Hata hapa Eldoret tuna hospitali ile. Sio tu Nairobi pekee. Lakini nyinyi tufanyike nini kizazi? Tuwe kizazi cha watu ambao Mungu atajivunia. Kama utatoka hii kanisa bado na kisasi na mtu, it will be very bad. Wala ambao they just want to take Holy Communion lakini moyo wako hujatengeza, please. Uko na haki ya kusema no. And that's why you give people time to make your heart. Uende mbinguni kutengeza moyo wako, unatengezea hapa. It's something that you just do it and you mean. And you can forgive and forget. Watu ambao nyumba yako hauna madhabahu ya Mungu kwa nyumba yako. From this mountain utarudi nyumbani. Alafu uende uharibu ile madhabahu. Unatoa vitu chafu. Toa mwenyewe nje, choma. Teketeza na moto. Some of you may change houses, change homes. Hasa safari mpya. Ile nasikia kuna dada ameamua ananyoa nywele, anatoa hizo vitu kwa nywele. Do so. Nashukuru Mungu kwa leo tumenenewa Roho Mtakatifu. Tumesikia sauti ya Baba. Tumsikiza Yesu mwenyewe anafukuza watu na nyaunyao. Tuacheni chuki, tuacheni wivu. Sababu ile ibada nilikuwa nifundisheni, Mungu ashamaliza. Nilikuwa niwaambie kuhusu mazingira, understanding cover and environment and how it favor gifts and ministry growth. Mazingira, kuna mazingira inakuza vipawa. Kuna mazingira ambayo haikuze vipawa. Mazingira ya chuki haiwezi kuza kipawa. Mazingira ya wivu haiwezi kuza kipawa. Amen. Asante Bwana. Kabla tujashiriki meza ya Bwana, watu mna nafasi, utajitengeza moyo wako. Mungu anataka mapasa ambao anaweza tumia. Mapasa kama mtapatikana, mapasta zaidi ya hawa ambao uko riadhi unavunjika na Mungu na kuvunja. Naambia Mungu vile umetaka na mimi tufanya. Then he sends you. Manabii, hao ni manabii mmetiwa mafuta. So vision ni vision ya kwanza. Hizi vision ni mingi. Sababu hao nimeweka manabii hao mafuta leo commissioning. So ametunukiwa kuona safari ya kiroho. Watu wako na malaika, kuna watu wako na malaika 100. Kuna watu na malaika 1000. Kuna watu wanatumika na malaika 10,000. Mimi sijui natumika na malaika wangapi. Sababu naona kila inchi. Naona duniani mzima. So I don't know how many angels na operate na wao. Nasikia malaika wakubwa wenye magari na mafarasi wanauliza, tumekuwa tukikungoja, umekuwa wapi? So hakupata opportunity ya being commissioned. So unapata duniani hapa yeye anakaa bure. Maana hakupata mtumishi ambaye angemcommission, ufunguliwe uende fanye kazi. Vipawa huwa zinakuwa commissioned. Huduma zinakuwa commissioned. Karama zinakuwa commissioned. Unafunguliwa kimamlaka. Ndio ulimwengu wa kiroho ikuheshimu. Sasa tumeifanya hapa na unasikia kunauliza all this time.
All that time mimi sikuwa pastor wake, maana yeye alikuwa kanisa ingine. I think she joined us, is it 2 years now? Kumkomboa alipokuja hapa alikuwa she was like ever pregnant. And I prayed for her for the first time kwa maisha yangu. Sijaifanya deliverance ya mtu mimba yake ikarudi kakuwa flat. Tulifanya, can I have that phone please switched off? Hizo ndio heshima nasikia nyumba ya Mungu. Ukikuja huku unaanza na number 1, your phone switch off. In fact nyinyi mjakuja, nyinyi ni afadhali. Mkikuja madhabahu nilikuwa nayo town. Ile nduru utakula huko chini kwa first floor, ndio kuja second floor. So yeye amesaidika hapa. Nilimwambia siku hiyo tumbo yake ilikuwa inacheza, ina vibrate hivi. Tumbo yenyewe inahema. After that she became sick. Ile vitu kutoka. And that's how she became a member wa kanisa. Hasa amepitia deliverance. Akapitia kuponywa. Na kusafishwa. Kutengenezeka. Anataka travel from Tarbo. Sijui ni Tarbo. Wakikuja ibada. Tarbo sijui ni is Tarbo in Uasin Gishu County or is it in Kakamega County? Sasa ndio anatoka. So alikuwa kanisa ingine. So your pastor na hizo bishop they never assisted her. But kwa mpango wa Mungu alipangiwa kutumika na Bwana. Swali ni how many years has she wasted? 20 plus or 30 plus. Kuna ulizwa ulikuwa wapi? Sababu afanye huduma, fanya biashara. Na siye pekee mko hivyo wengi. But within a short time nimekuja hapa, Mungu amemrejesha. So I've commissioned her because nimekuwa nikipitisha kwa darasa mafundisho haya, na that's why watu wote ambao mko kwa mentorship school will give you your certificate in the fullness of time. So yeye tumemfungua sasa afanye huduma. Hallelujah. Baba mzuri afungangi watoto, unawafungua waende wafanya nini? Wawinde. Wakipata umepata. Hallelujah. Wakifanikiwa umefanikiwa. Sababu kazi ya Mungu ni kubwa. So hizo visions ziko nyingi. Ziko nyingi na unasikia mambo aseme. Sasa kuna watu pia wataambiwa hapa mnamuse. Na mjua hatuna haraka. Itasemwa tutasikia. But my greatest disappointment ni watu hawa kuvuna mikate then they go back. Then ile mikate unatumia katika njia ambayo haitukuzi Mungu. But I pray kwamba mtamtukuza Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah mara tena. Well, let our repentance be genuine. Watoto manabii ambao tumeweka wakfu, watoto hao wazazi wao mnajua mtawatunza. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. Ningependa kuomba na mambo na ile saa tumemaliza. I think we can have that watch. Iko kule sasa itoke kwa madhabahu. Sasa itoke mama mwenye saa. Let's see how the service goes. Maana pattern ya ibada Mungu amebadilisha. So we are following God's pattern. We are following God's pattern. Utakatifu is what God anataka. Na nimefundishana utakatifu, bao naambia na utakatifu. Lakini watu wengi wapendi utakatifu. Ndio maana kanisa watu wengi wanakujanga wakibadilika.
Wenye walikuja wakati ile mwingine wakaambiwa, hey, nilienda nikafanikiwa pale Revelation. Sasa pia ukitaka enda, mimi nishapata. Mwingine anakuja pia anapata wakienda. If all the members watu wamesadika na kanisa they should come back. Hii hema ni kidogo. Hii hema ni kidogo. Cause 10,000 and above. Now 10,000, the ripple effect of 10,000 souls. Ripple effect. You can imagine kwa watu wangapi. So hata hapa kuna manabii ambao nimeweka mafuta. I hope you are one to stay in God. Maana kumbuka, being commissioned is one thing. Being preserved is another thing. Wewe hanya uende uruke kwingine, tuone ni nani atakuhifadhi. Maana mafuta ile, mnabii ambaye amepewa mafuta ya kukufungua, kukucommission, kukuidhinisha kiroho, ndio nabii mwenye mafuta tena ya kukuhifadhi in case upate shida. So tunafungua madhabahu hizi. This is a movement yenye sasa inaambiwa tufungue kanisa Amerika. Na Amerika yenyewe unasikia Mungu anasema anaenda kuibandua. Hii hesabu unaonaje? Niliambiwa last time kwamba kanisa Amerika nifanye haraka we open a church in America. Ninatakikana Amerika. Sasa hii Amerika itabanduliwa maana madhambi yao ni mengi. Lakini Mungu anataka kama anazapata watu mabaki Amerika kabla hajaihukumu. Sasa tuende tusaidie Amerika watu wale ambao Mungu anazapata remnants. Then ashike Amerika haimalize. Lakini sasa lazima kwanza umalizane mambo ya nyumbani. Na tupate mtu ambaye anasema wewe ndio mkono tusaidie twende Amerika. Naambia kimbia mbele yangu niambie iko namna gani, pima hewa. So ndio maana tunaweka manabii wengi hapa mafuta. Hatuwaweki ndio mkae mpigane hapa. Tunaweka ndio muende mfanye kazi. Hallelujah. Well, nimenyenyekea sana. I feel so humbled. Wale manabii ambao tumeraise madhabahu haya, wengine wakapenda kazi na biashara wakaenda. And I think so watu wengine wanawasha madhabahu haya because sisi hatuna mshahara. You don't have a salary for a prophet. Hata tuna kitu ya kulipa intercessors. Now why should I pay you? Why? Na si mimi nimekuandika kazi. Na Mungu akikuita unakula kulingana na chenye analeta. Ndio maana unapata watumishi wa Mungu wa kweli ni wachache. Hao wengine wezi wamejaa ngambo hiyo. Mungu amesema hawataki. Naona si watu wananipangia vita, wanapanga vita kila siku. Well, I pity the captain. I pity him because kuna watumishi ambao haupingi. Hao tunatafuta ati muni kidnap. Utani kidnap upitia barabara gani? Wapitia wapi? Now you kidnap me for what? Me, I just speak the truth. Ndio nikaambia ni mambo na Raila na Ruto. Kuna mali naenda. Kaambia Raila atafute juice kunywe. Because Ruto is judged by God. And they know the truth. Lakini watumishi ambao wanazunguka yeye wataki kumwambia they know the truth. Ati mnaonga Mungu na maombi. You cannot bribe God with fasting. Fasting doesn't bribe God. Repentance, ukimwaga damu ya watu unapata watumishi ambao wanakuambia damu si dhambi mbaya sana, tumekuombea. King, live forever. Me I tell you, you are doomed forever. Haturuhusi watu wangu tufanye hivi. Unaweza kula dhambi ya mtu mwingine. So we don't have a building but we have a sanctuary. Hallelujah. Nyinyi mmesikia sauti ya Mungu. How you go live your life baada ya siku hii ni hukumu yako peke yako. Hizi dark hearts Mungu anaangalia ni wanawake hapa ambao
mnafanya abortion kila siku. Mnaua, mko na vitu mmepanda kwa mkono. Mko na machuma kwa tumbo zenyu. Mko na mapills kwa vibeti. Wanaume ambao mnako na macondoms mnabeba kwa mfuko. Mnabebea na Energizer. Ndio unasikia mnasema mna mioyo chafu. Mnavaa mavazi machafu. Lakini si ifanyike kwamba leo ndio siku ya mwisho enye mmemulikwa mkaongelewa namna hiyo. That it be the last time. Hallelujah. That when we meet again the next convocation wale ambao ni wa miji mengine, utakuja hapa na ushuhuda kwamba mimi ushuhuda wangu kwamba nilitoa ile vitu nikawachana, nilifukuza mwanaume wenyewe, niwaambie niwache tu nibaki single, go back to your wife. Nikaamua niwe single, nikingoja Mungu kama atanibariki na mume wangu. Na mwanaume ambao amefuga mke wenyewe, naambia tumewachana so that wachie mume mke wake. Hallelujah. Na wanawake wa makahaba, wanawake wa usinzi, unaacha usinzi. That is the only way tutabeba revival. The reason why revival imekataa ni kwamba Wakenya na waambianga Wakenya ni Kenya ni nchi ya watu wapumbavu. Hiyo prophecies nimezitoa, nikamwambia Kenya ni nchi ya watu wajinga ni wengi. Leo umesikia from God himself. Amesema Kenya ni watu wapumbavu. Ni nchi ambayo ndakana ibebe taa na mwenge wa revival Afrika mzima. Behold your king and behold your priest, they are fools. Enye revival imekataa Kenya because hata ukiangalia from this point, penye revival inatoka hapa, this is where revival inatoka. And this entire Eldoret, ndiye ende maeneo. Hiyo anaribu mnaambiwa please, ni urongo. Hiyo mnaambiwa Nakuru, si revival. Hizo ni show. Kama hapa peke yako unashindwa watu kubadilika, ni ngoma. Itafika wapi pale? Hasa hapa ni mafundisho haya, mkishashika mtachukua haya mafundisho, unapeleka mahali unapatikana. So you are the change agent that God wants. So until ukamilike, ndio sasa Mungu akwambia sasa you can go change others. So unapata hapa mbadiliki, dhambi ni ile, rudia ndani, toka tena, rudi ndani, toka tena. Then we can't wait on God for long. So hapa mkishabadilika ipatikane idadi ya watu wengi ambao wameshika injili hii ya mabadiliko. Hawa ndio watu ambao Mungu atafanya kuwatumia. Naambia sasa tumezalisha hiyo kitu, affect people around, tuna affect our locality, affect Eldoret. Tunasikia kuna bomolewa vitu. Hizo ni misingi zinabomolewa Eldoret. Kuhubiri Eldoret si rahisi. Maana tuna the worshipers wengi Eldoret. Wamezunguka hii kiwanja yote, hii West Indies mnasikia. Freemason hapa walitusumbua sana. The worshipers wakuwa nakuja wananitega maeneo. Umbali huu Mungu ametusaidia. Wachawi huku ni wengi. So unasikia mnasema Eldoret inapiga misingi. Akimaliza Eldoret ingie laini. Hii kanisa ingie laini, watu waingie laini. Na sijui inachukua muda gani. Ndio tunaweza akishia jirani moto. Hiyo majirani ni nyinyi. Nakuru, mtu wa Nakuru peleka Nakuru. Mtu wa Nairobi peleka moto Nairobi. Anza pale, lea madhabahu yako, shinda mashetani wa Nairobi. Shinda mashetani wa Nakuru, mashetani wa Kitale, maeneo yale. So ni kazi. Kupata watu ambao wanasema Onyango tuko na wewe, kufa kupona. Tusukumane injili. Anyway, I'm humbled kwamba sauti ya Mungu imewanyenyekesha. So pokeni mikate, lakini pokeni Mungu zaidi ya mikate. Hallelujah. So acha Mungu amani. Naomba watu wale ambao wanaokoka please tufanyeni amani na Mungu alafu tusonge mbele. So kuna watu ambao niliwanyima kuwaombea because
sikuwa na kibali. Mungu bado alikuwa anateta na ukali. So kuna watu ambao kweli unafanya amani na Mungu. Asubuhi nilishindwa kuwaombea watu wao. This one is a sincere repentance and recommitting your life to Jesus. Tulimaliza hii hesabu jana. Ilikuwa ni juzi. Ndio tukabatizwa, watu wakabatizwa. Friday walikuwa hapa. Then tuna watu ambao they don't come to our meetings. Wasikia Jumapili meza ya Bwana, then they come. Na watu wanaishi tu kwa Eldoret. Paka na shule, are they members ama ni wageni? Then unapata hao ndio walifanya hasira ya Mungu ikaongezeka. Wanavaa vibaya, wanalala vibaya, wanaishi vibaya. Then unataka wakuja shiriki meza ya Bwana. Leo na mwingine akichukuliwa kirushwa huko nje. Na nikaangalia nikamjua. Once umepeana maisha yako kwa Yesu, unafunga milango za dhambi. Then commit yourself to walk with God. Hallelujah. Let me have those ones. Alafu tusonge mbele. So there's a wengine tunaweza keti. Niombe na hawa. Is well. Mungu akusaidie. Akupe amani na pumziko. Nguvu tena.